tumia nguvu kuupata ufalme wa Mungu. Tumia nguvu kuupata ufalme wa Mungu. Nguvu hizi Biblia inaposema, amen. Kabla sijaendelea hapo, naona Roho Mtakatifu ananikumbusha niombe. Hebu tuombe hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu, ninakushukuru Mungu mtakatifu mtakatifu. Kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Ninaomba ukaseme na watu wako. Niimarishe, inua Bwana. Neno hili napenda kuzungumza na kanisa lako. Nikazungumze sana sana mapenzi yako Roho Mtakatifu. Kafungue masikio roho na mwili, uweze kusikia na kuelewa maandiko. Na Bwana umesema unalituma neno na kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Tumia nguvu kuupata ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni nini? Na kwa nini utumie nguvu? Sikiliza watu wa Mungu. Katika ulimwengu huu tunaoishi, dunia hii tunayoishi ni dunia ambayo inahitaji nguvu za Mungu sana ili uishi kwa sawa sana mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila msaada wa nguvu za Mungu za rohoni, sikiliza, ulimwengu wa mwili unaamliwa na ulimwengu wako wa roho. Chochote kile unachokihitaji katika ulimwengu wa mwili huu huwa kinaanzia ulimwengu wa roho. Sema amina. Unapohitaji nyumba, unapohitaji magorofa, unapohitaji sijui familia, hivyo vinaanzia kupatikana kuanzia ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko kuna kila kitu. Na huko ndipo unapohitaji wewe upate nguvu zaidi ya kuweza kuviamuru vingine ambavyo havijakutokea kwa jinsi ya mwili viweze kutokea katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 12. Ukisoma kitabu cha Mathayo 11:12, Biblia inasemaje hapo? Naomba leo pata haraka nisomee. Nisomee leo pata hapo haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 11:12. Tutasoma katika jina la Yesu. Ndio. Mathayo 11 na ule mstari wa 12, Biblia inasema, ndio. Tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni ndio upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu watauteka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa. Sema sasa. Sasa. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza watu wa Mungu. Ufalme wa Mungu, Yesu tunasema, akamuuliza, tuambie ufalme wa Mungu upatikana wapi? Akasema ufalme wa Mungu uko wapi? Ndani yenu. Wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ufalme wa Mungu upo ndani yako. Lakini kwa nini unapatikana kwa nguvu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa nini nasema wapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka? Haleluya, haleluya. Amen. Kuna maisha ambayo lazima Mkristo ufunguke ufahamu na akili uweze kujua kwamba ufalme wa Mungu au yale mambo ambayo unatakiwa kuyaishi huwa hayaji tu yenyewe. Amina. Yanahitaji nguvu zako wewe, bidii yako kwa Mungu, bidii yako ya kumtafuta Mungu, bidii za rohoni na bidii za mwilini, ili uweze kupata kile unachokihitaji. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu ndani ya jina la Yesu ambalo hilo tumepewa binadamu tuokolewe kwa hilo na tuweze kushinda vita kwa hilo. Lakini kwa nini utumie jina la Yesu na ushindwe vita? Yaani wewe umembeba Yesu. Amina. Amen. Kwa nini mambo yako yaharibike? Kwa nini biashara zako ziharibike? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini ugue mara kwa mara? Amina. Au iulize, kwa nini kila wakati umekuwa ni mtu mwenye roho ya kukataliwa au 1, 2, 3? Unakuta Mkristo haishi kwa furaha wakati unaye Yesu. Haleluya. Amen. Unaye Yesu unatakiwa uingie naye. Haleluya. Amen. Akusaidie tunapoomba. Sikiliza, labda niwape siri moja. Hiyo wakati nilipokuja, nadhani naambia nilitokea kwenye familia chawi. Amen. Nilifundishwa uchawi
linalo jina lipitalo majina yote, alafu tuombe visitokee, lazima vitokee katika jina la Yesu. Kila kilichokamatwa kwenye maisha yako kiachie katika jina la Yesu. Tunataka tuone matokeo, sema amina, makubwa kwenye maisha yetu. Amina. Manake watu wengine wanaweza kuishi maisha ambayo sio Mungu aliyekupangia. Amina. Sio kusudi la Mungu. Sasa Yesu anawaambia hivi, ufalme wa Mungu haya yote mnayoyataka yanapatikana kwa nini? Nguvu. Amina. Amen. Mtu mwenye nguvu za rohoni kama Daudi. Daudi wakati vitisho vya Goliath vinaendelea, akaambia na kuchia wewe Mfilisti sio kwa malungu wala sio kwa panga, bali na kuchia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Haleluya. Goliath wako ni nani? Mwendee kwa jina la Bwana ukiwa na nguvu za Mungu. Sema amina, 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 amina. Daudi akamwendea kwa jina la Bwana. Nasikiliza mtu wa Mungu, nguvu za Mungu zikikaa ndani yako, nguvu za Mungu ukiwa umejaa, zikifurika ndani yako, Yesu anasema mtaweza kuambia hata mlima umoka ukatupe baharini na utang'oka, utakuachia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio milima hii ambayo ya asili, kuna milima ya kiroho. Amina. Amina. Wewe unapoona mambo yako yanakuwa mapaa, unapoona hali yako inakuwa kila mara, siku moja furaha, siku ya pili, Bwana Yesu asifiwe sana, ujue kuna vizingiti ulimwengu wa roho. Kuna vizuizi ulimwengu wa roho ziko katika njia zako za mafanikio. Lazima usimame uzikemee, zikuachie katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu za Mungu. Sasa nguvu za Mungu zinapatikana vipi? Amina. Kani siongee sana. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa maombi, sema maombi. Maombi. Ibada. Haleluya. Amen. Kusoma Biblia. Haleluya. Unaposoma neno unapokea nguvu za Mungu. Na neno la Mungu likikaa ndani yako huwa linabadilika. Haleluya. Linakuwa moto, lina alama 7. Haleluya. Neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu ni nyundo, neno la Mungu ni taa. Bwana asifiwe sana. Ni maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wale wanakuta ulimwengu wa roho, maadui wanakufuatilia, unaikuta umewafika wote, ujue una nguvu za kiroho. Haleluya, haleluya. Una neno la Mungu ndani yako. Sema amini. Leo hii shida kwamba Kristo mpaka ibada unachagua niende ibada hii nisiende. Mnachagua maombi, mnakwepa. Haleluya. Kutoa, manungunika. Sasa kama sio mtu sio mwana maombi, sio mtu wa ibada, sio mtu wa kusoma neno, haleluya, nguvu za Mungu utazipata. Mungu atusaidie sana. Amen. Wape siri kwa kule upande wa shetani, kwa wachawi, kila siku saa 9 kasoro Jumapili, kila saa 9 alasiri mpaka saa 10:15 huwa wanaweka zana, wanamwambia shetani na wanampa kafara. Anaweka kabisa visu, anaweka kama ni mkuki au kama ni sindano, anaweka pale. Anamwambia shetani, anampa na kafara, sadaka kama ya mbuzi au ya ndama, anaitoa. Anamwambia shetani, inaviweka wakfu hivi vifaa, hizi silaha, unipe kushinda dhidi ya adui yangu fulani, unipe nguvu. Ukinifanikisha kushinda, nitakutolea zaidi ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuta pale akisema, sasa wewe kwa Mungu umelegea, lakini yeye kwa shetani wake ana bidii. Unaona hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ibada unachagua, wakati mwenzako ibada ni lazima. Asipofanya ibada, asipohudhuria kikao ni adhabu. Kwa hiyo anakuwa na hakika kila siku ibada 5 mpaka 6 kwa siku.
sote anafanya kwa siku, sio baada ya siku fulani, kwa siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wewe kwa wiki unafika Jumapili tu. Ni mtu wa Jumapili tu unachagua, ile Jumatano inapoaga. Ngoja nisiende Jumatano, ngoja niende Ijumaa. Au Ijumaa yote unachagua, unafika Jumapili. Hizo nguvu za Mungu unazitoa wapi wiki nzima? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ndipo unapoona kwamba umeokoka, lakini bado wale jamaa wanamgaragaza mtu. Kwa nini ameokoka alafu bado ugaragaza? Sema nakataa katika jina la Yesu. Mimi sio dhaifu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine mpaka analala naota anachanjwa na anaamka amechanjwa chale. Na mmoja anambia pastor, naomba niambie, nimeamka hapa nimechanja chale za mapaja. Umeokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hizi chale, kila chale na maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwenye ushuhuda wako kule ukifuatilia mtandaoni utafuatilia kuandika aliyekuwa mkuu wa giza, kitengo cha wakuu wa giza, hawa wakuu wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko nilifanya huko miaka 7 niliokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shuhuda kwa kutokea na Yesu Morogoro kwa mchungaji Jola. Bwana asifiwe sana. Mimi nimepokea TAG kwa mchungaji Jola na pale Morogoro. Tena wakati naenda kufanya vita kumuua yeye, akatokea nabii ndani ya kanisa. Tulikuwa na nabii, yule nabii wala anaishi. Kwa maana haya manabii sijui kusema nabii yeye ni kanisa lake. Hiyo naipinga. Haleluya. Nabii wao wanakuwa ndani ya kanisa. Yule bwana wakati apewa amri akaenda kumaliza yule mchungaji. Maana yule mchungaji baadaye akaja akahamishwa Mtwara. Baadaye akafariki. Lakini niliokoka chini yake. Sasa yule nabii alikuwa anaona vitu vingi sana. Akiona hivi akimwambia mchungaji akiomba kazi za kichawi zinashindwa. Kila akiomba anamwambia mchungaji, huwa anaonyeshwa alafu alikuwa kawaida tu ndani ya kanisa wala hana cheo chochote, ila alikuwa anajua kabisa huyu bwana huwa ni nabii wa kweli. Na nabii wake sio mara kwa mara sana ninaona, sivyo naona. Bwana asifiwe sana. Mpaka Roho Mtakatifu anamfunulia ndio anaosema. Sasa hiyo tulikuwa na vita sana. Tulikuwa na vita naye sana. Nilifika sehemu nilipewa agizo kwenda kumuua yeye, yani nimalize mchungaji, lakini kwenda kwa mchungaji tukafika mbele tukatiza upinde hivi kama na bikasi unatufuate hivi, tukaja kurudi kwenye madhabahu kule Himalaya pale Tunda Kitempo milima Himalaya. Angalia hivi yuko nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayezuia kutoka kuja kumfuatilia tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza watu wa Mungu, haijalishi na mazingira gani, lakini ukishaokoka ukimheshimu Mungu naye atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama utamjali utamheshimu Mungu wa mbinguni. Biblia inasema mtu akinitumikia, mtu akiniheshimu. Bwana asifiwe sana. Baba mbinguni atakuheshimu. Ukimtumikia naye atakuheshimu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu zinakuja kwa kujishughulisha wewe mambo ya rohoni. Amina. Kujishughulisha na mambo ya nini? Ya rohoni. Yule bwana kuna wakati aliposema, yani wakati anaona napigana naye vita sasa nimpate yeye nimshambulie alafu niende nikammalize yule mchungaji. Wakati tuko pale tunafanya ile process sasa kwenda kummaliza, maana mimi nilikuwa na uwezo hii mionzi ya jua ninatua pale. Yaani jua likiwaka tu hivi nipo hapo. Bwana asifiwe sana. Kitendo ni kibaya. Yaani hata ukiwasha kuna wale wanasema ngoja niwashe taa ili wachawi wasije. Sasa mimi nilikuwa ukiwasha taa nipo hapo. Yaani kosa washe taa ile mwanga ule. Na ndio maana leo hii kuna manabii wengi mitume wa kichawi kwa sababu wengine wanaweza kukuta wakamtaja Yesu. Haleluya. Lakini sio Yesu. Wanafanyaje? Kwa nini wanamtaja Yesu? Kwa sababu wanamwapisha kwa jina la
Yaani wewe ulisema wewe mwenyewe tutalitaja jina lako bure. Kwa anasema tunapapisha usituzuru kwa lolote atakaporuhusu Mwenyezi Mungu. Ndio unakuta nabii mchawi ana vitambaa vya upako, mafuta ya upako na anamtaja Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wote. Amina. Jiepusheni sana na hizo roho za mitume na manabii wa uongo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama unahitaji kushinda vita yako, lazima ukae vizuri katika ulimwengu wa roho. Amen. Sema amina. Amen. Kaa vizuri ulimwengu wako wa nini? Mtafute Mungu kwa viwango vya juu vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wale watu ambao wanamtafuta Mungu kwa viwango vya juu huwa ni ngumu sana kupigana nao. Sema amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kumtafuta yule nabii. Nilipewa uwezo, manake mimi nilikuwa na uwezo kuingia kwa hivi. Nikiweka hivi. Napita pale kwenye gate stargaze, moongaze. Pale juu ya anga pale kwenye jua katikati kuna jini moja inaitwa Zumaridi. Anaitwa Zinshizda Zumaridi. Yuko pale katikati ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mkuu wa anga Apollo anaitwa the voice of sun, sauti ya jua Apollo. Haleluya. Amen. Na kuna Artema, Diana, mama joka. Artemi huyu nimemsoma kwenye Biblia, joka jekundu kubwa na miwani mikubwa hapa. Tunaongea hapo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nilipookoka yule mchungaji, ngoja niwaambie jinsi nilivyookoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikia nilikuwa sijawaambia, si ndio? Ndio. Haleluya. Amen. Baada ya kufanya kazi ya kupigana na yule nabii, ikaonekana na nguvu za Mungu na anaomba, anamwombea mchungaji. Kwa hiyo ndani ya kanisa yeye ndiyo kinara, anazuia kazi za shetani zisifanyike sana. Nikapewa mimi kwamba sasa anza kudili na huyu ambaye anaombea kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati nimepewa ile uwezo sana kila kitu, nikafika pale nikakuta yule ndugu amezungushiwa wigo. Bwana Yesu asifiwe. Hao malaika wanaosikia hawa kina Mikael, Gabriel, haleluya, Israfil, Amieli, hao wote hao wapo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na usione tu unamsikia Mikael huyo kwanza akitokea hivi huwezi kustahimili. Maana Bwana anamwita Mikael na kuita labda aje kwenye umbo la ubinadamu. Amina. Awe kama wewe bila uwepo wake tu. Sababu Mikael, wala nitakwambia huko. Bwana asifiwe sana. Nikwambie kwanza, tumeenda pale kukuta hao malaika wamemzunguka yule bwana. Kumzunguka tukaangalia ni wapi hapa tuweze kupenya, ni wapi tuweze kumnasa. Tukaona kwamba mke wake alikuwa na mtindo mmoja, anamgombeza akiingia kwenye maombi. Yaani hataki maombi ya usiku bila mtumishi akiwa. Anampiga kabisa. Alafu alikuwa na mtoto mchana. Nasema hapa sawa. Sasa enda kule kwenye milima Himalaya pale, ile hekalu kubwa la kuwa giza liko pale, na kusini na kaskazini mwa anga Agares Spel na Manu Arta ziko hapo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna Betani, hizo ni madhabahu zote za kuwa giza. Na kusema kuwa giza wako 6. Haleluya. Amen. Wa hapo na huko chini kuna majemadari wengine 6. Haleluya. Hao ndio wanapigana sana na watu wa Mungu na makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hao tatajia kwa maana yake na muda mfupi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe na wakati unajizalaa, yaani kikubwa jichunguze. Je, ni muombaji Mungu na mheshimu vizuri? Bwana asifiwe sana. Amen. Unatoa mwaminifu kwenye zaka, sadaka. Haleluya. Hao huwa wakati mwingine kuna watu wanaomba walishajibiwa, ila kwa sababu hawamheshimu Mungu wao
yanazuiliwa maombi yao. Majibu yao yanazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa niliporudi pale kuangalia kwamba kuna yule mke wake tunaweza kutumia kama udhaifu, kwa sababu alikuwa hapendi maombi. Haleluya. Hapendi maombi kabisa, yani ya usiku yale hapendi. Hapo tulichokifanya tukakafinya kale katoto kule Night Dark Temple Ufurusa ile pale Himalaya pale. Tukamfinya. Baada ya kukafinya hivi, huku akaanza kulia. Sasa changanya ugomvi wa mama na mzee. Alafu mtoto tena akalia, tukaisikizisha sauti pande zote mbali. Watu wakaanza kusema, huyo mtoto anataka wamuue, wakasogea pale watu wengi sana. Wakaanza kugonga. Ilibidi sasa yule nabii, yule mtumishi aache maombi, anyamaze, aenda sikilize watu wanasemaje, na mke wake huko yuko juu, mtoto yuko juu. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati ameendelea hivyo, sisi tukaangalia pale, kaona hapa ni rahisi kwenda kumnasa. Nikaingia, hii Munges ilikuwa usiku. Yaani hii Munges mageti ya kwenye mwezi ule kiwaka hivi, ndani ya vile mionzi unavyoona vyembamba ulikuwa napita humo. Yaani kiwaka hivi niko hapo. Kama sendeni natoa, sio wale chawa makalio sikia sote kwenye kona. Bana sasa angalia huko usikii nini. Haleluya. Amen. Mwanga tu kiwaka. Stargates. Bana sasa. Amen. Ile nani kupitia Belmonda. Bana sasa. Kupitia mionzi, upepo au moto. Sasa leo hii wewe wapi siri? Bwana sasa. Usijidharau. Yesu yeye nani hatari. Mwambie jirani yako, Yesu yeye naye na nguvu. Anaweza kukubariki. Anaweza kukushindia vita. Haleluya. Haleluya. Alitokea pale wakati niko sebeni. Sasa namkaribia yule nabii, manake wale malaika walishaondoka. Sasa nikaona ni rahisi kwenda kumkamata. Lucifer tulikuwa tunaongea naye kupitia hapa. Anafanya. Naongea naye. Au muda mwingine anatokea kwenye mionzi, naongea naye. Unaweza kukuta amekaa hivi, huyo hapa anakuelekeza, nenda hivi, kafanya hivi, fanya hivi. Anasema. Kwa hiyo ilitokea wakati niko pale, usalama wote uko sawa. Mle ndani kuangalia ulinzi kama tayari yaani wale malaika hawapo. Sasa nilisema hapa, yule Yesu akaniambia mchukue moja kwa moja auawe huko. Yaani auawe kwenye madhabahu, abebe mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati naingia kwenda kumchukua Yesu, huyo anayemsoma kwenye Biblia, Bwana asifiwe sana, alitokea na fimbo inawaka sana, ina nguvu. Yaani sio kaida, akasema ndio kuanzia leo nimekuokoa. Akaniseta. Wakati ameseta ile fimbo akaifanya hivi, asema kuanzia leo nimekuokoa. Nilikuwa 90% mwili ni chini, 10% tu binadamu. Pale wakati ameseta kule, nikarudishwa kule kwenye hekalu sasa, na hapo nyuma kwenye anga la pili, Temple of Lucifer, kwenye kiti cha enzi. Ilo anga kuna vyumba 8 pale. Kafungwa kwenye chumba kimoja hapo, akana ziada, akasema umeshindwa mtia, lazima ufe wewe. Utakufa wewe. Sasa huku duniani wanaona niko hospitali na uguzo kule. Na hakuna kuongea, hakuna kula, hakuna kunywa, wala wasubiria tu mapigo ya moyo. Kumbe kule issue inaendelea kwamba kwa nini umesababisha matokeo yote haya? Kwa nini umeshindwa mtihani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Manake ningeshindwa mtihani wa mwisho, ndio ingekuwa sehemu ya kutoweka kabisa duniani na kwenda kuwa kiumbe wa huko kwenye anga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sakata la zeta alikuja yule nabii, Mungu alimtokea kule aliko. Yule nabii, Mungu kaanza kumwambia yule ambaye, kwa sababu kabla ya huo ugomvi wa kumfuatilia pale, nilipewa tena mbinu moja, akasema kule kwenye ile madhabahu, kwa huyu atapita sehemu fulani, nenda pale ukajitegeze.
Yaani alikuta tunapiga story hivi. Akaanza kuongea story za matusi ili akipita akwazike achafuke. Sasa alipofika pale akaanza kuhubiri neno, kumsaulisha ni miguu. Baadaye akasema wewe utakuwa wa kwanza kuokoka hapa. Nikasema na wewe utakuwa wa kwanza kufa kwenye mji. Hiyo vita ilikuwa. Sasa baada ya hizo process za kwenda kumfuatilia tena kwa ajili ya kumuua yule mtumishi, akaonyeshwa na Mungu kwamba yule aliyekwambia na wewe utakufa yuko hospitali, nenda ukamwombee. Bwana Yesu asifiwe. Akaja pale, wakati anaomba kule, mwili ule yani ulimwengu wa roho ulikuwa kule kwenye temple la Lucifer pale juu. Huku chini mwili ambao ule ulikuwa duniani alikuwa na uvaa jini. Jini alipoona Yesu alivyoseti, yule jini alitoka kwenye mwili. Sio watu wote wanaoishi duniani ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine sio watu, anatumika ulimwengu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utamjuaje? Nitakwambia. Haleluya. Na kuna mwingine unao kabisa amezaliwa familia fulani sehemu fulani, unamfahamu vizuri lakini sio mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi ule mwili alikuwa amekaa jini, ila halisi natumika kule. Umeona hiyo? Ila ukiwa na watu hivi unakaa nao kama ni mtu. Ila anaona tu baadhi ya tabia, maana unakuwa mkorofi. Unakuta mara mtu mmoja kapiga watu 4, wala mtu mmoja mapepo watu 10 wanamkamata, yote wote wanamshindwa. Unajua hiyo sio mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nataka ujue kitu kimoja. Amina. Ukitembea kwenye kusudi la Mungu, ukitafuta nguvu za Mungu, ufalme wa Mungu unaupeka. Amina. Wengine mpaka huko kwenye viganja huko. Haleluya. Kwenye viganja huko tunaonyesha kabisa leo utaenda mbinguni. Ila woga wako. Amina. Wengine anaonyesha kabisa maisha yake, huyu anatakiwa pambane kwenda mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yule nabii alipokuwa akionyeshwa kwamba yuko huyu, nenda ukamwombee kule juu, bwana pitia ziaka kwamba huyu atolewe kwa ajili ya siku ya shida. Yule mtumishi akawa ameenda wakati anaomba, yeye alikuwa anaona kabisa. Sema kuona. Wangapi mnaonaga vitu na macho ya roho? Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na macho ya roho. Haleluya, haleluya. Amen. Au natembea gizani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingine hata ndoto huote, kioto na sahau. Lango lako la ndoto limefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna milango mikubwa mitatu Mungu anazungumza na mtu. Ndoto, maono, ufunuo. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio nabii alikwenda pale akawa naomba hivi, na kurejesha choo, na kurejesha kwa jina la Yesu, na kurejesha kama alitaja jina langu, maana aliuliza. Wakati anasema na kurejesha kule, ile minyororo ambayo nilifungwa kule ikapuka, ikapasuka. Kwa hiyo mwili ule halisi, mimi halisi, ile nafsi ambayo nilikuwa natumikishwa nikaingia kwenye mwili halisi. Bwana asifiwe sana. Baada ile minyororo kukatika, ikaingia kwenye mwili. Alipokuwa anasema njoo, ukawa tunageuka asubuhi, mchana, ndio geuka hivyo. Ikiwa asubuhi unasikia nafuu kidogo, ukiwa mchana nafuu kidogo, kwa usiku ndio yale majamaa yanang'ang'ania kwamba kurekebisha kule kwa agizo la shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa akaomba, kiomba, akanikomboa pale. Apeli kule Mungu. Mara ya mwisho anaomba, nakumbuka mpaka kupata huku sasa. Dunia anasema ndio umepata fahamu. Wakati anaomba yule nabii, akaja mtu malaika anawaka sana, akawa ananipa mkono ulimwengu wa roho. Inabidi nabii kumpa kuja kushtuka niko huku dunia. Alafu kumbe niko hospitali, ananipa mkono ni yule nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Sikilizeni watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Yesu uliye naye. Ndio. Yesu unayemjua wewe, sijui unayemjua wewe, lakini Yesu unayemjua. Amen. Yesu ninayemjua. Amina. Haleluya. Amen. Ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama aliweza kunitoa huko. Yule pastor wakati wanaombea pale na mimi pale hospitali nikajuka, watu walishangaa. Siku 3 ajala wanakunywa. Mbona amechangamka? Haleluya. Hawajui. Baadaye sasa ndo akaja kujua, yule nabii akamwambia huyu ilikuwa 1 2 3. Yule nabii akasema kubali uokoke. Kama hujaokoka wanakuchukua tena. Pale nilikubali kuokoka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakanipeleka kanisani sasa. Pale TAG. Aliponipeleka kuniombea. Yaani kwanza wengine walikimbia. Amen. Kwa nafuka moshi. Yaani moshi, ondoa, unajua ilikuwa 90% ni jini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaomba muda mwingine ngeuka joka. Naomba hivi maombi yote leo kwa nao ilibidi wayavue. Nirudi kwenye umbo langu la binadamu niliyezaliwa duniani siku ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Yesu hakuna neno gumu. Amina. Sema amina, amina. Amen. Shida unaileta wewe, mwambie jirani yako shida unaileta wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa mimi naambia siku moja hapo angani hapo. Pindi wewe unapoomba, malaika anatumwa kukuletea majibu. Amen. Sawa? Wanapotuma hapo juu kukuletea majibu, huwa wanakuwepo hawa wakuu wa giza. Wanamhoji kama wewe uko duniani huko sawa. Yule malaika anapita na hakuna wa kumzuia. Unaposikia Gabriel ana uwezo kupigana vita na ana uwezo, Gabriel maana yake ni nguvu. Alafu ndio Bwana atupaye utajiri. Gabriel huwa anashikilia siku ya Jumatatu. Gabriel ndio malaika wa utajiri. Unapoomba utajiri anakuletea ni Gabriel. Kwenye lango lako wewe Mungu wa roho inaitwa lango la baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na usikia Israeli. Sasa kama huyu Gabriel mfano amekuja na kuletea majibu, hapo hayuko hapo juu. Au tuchukulie Mikael, maana Mikael huwa anasimamia siku ya Jumatano. Anaishikilia siku ya Jumatano. Au ndio wenye mamlaka. Bwana sasa wa mbinguni wanaita wenye mamlaka wa mbinguni. Lakini wako wenye mamlaka wa kuzimu na hapo juu. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia vita yetu si juu ya namna ya juu ya falme. Wenye mamlaka. Hao wenye mamlaka ni kina nani? Haleluya, haleluya. Yesu amefunga siku 40. Baada siku 40 eti shetani akamweka juu ya nini? Alipataje huo uwezo? Hao wanaitwa wenye mamlaka. Wako 6 kuzimpa hapo juu pia 6. Hao ndo wanahoji habari ya huyu mtu. Kwa nini apate majibu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule anapokuja kama ni Gabriel kuja kuletea majibu, huwa tulikuwa tunamhoji kwamba wewe kwa nini upeleke majibu kwa huyo mtu? Yule Gabriel atasema nimeamriwa na Mwenyezi Mungu. Naambia hauruhusiwi kupeleka, maana mtu huyu hamheshimu Mwenyezi Mungu wetu. Wewe aliyekutuma mtu huyu hamheshimu. Mpaka sasa tayari ameshashengenya. Wewe wakati unatoka kule ilikuwa sawa, ila umefika hapa kule ameshasengenya. Rudi na majibu. Anapigwa mnyororo, anafungwa, anapelekwa pale chumba cha juu anga la 3. Wewe usifikiri shetani kwenye haki. Bwana sasa na Mungu huwa haingilii kati kama anaona kabisa wewe huna haki ya kupata kile unachokitaka. Mpaka utafute namna gani utapata haki. Mtu hapo watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya watu wengi yanazuiliwa kwa mtindo huo. Sasa pale yule akimfungia hapo lock up pale juu, anakuja Mikael, malaika mkuu wa sheria wa mbinguni. Anakuja na kitabu kikubwa pale kwenye anga la 3, naitwa wote hao chini wakuu wa giza
na wale wale yule malaika Mikaeli anakuwa na huyo kama ni Gabriel au Israeli anakuwepo pale. Huyo aliyekamatwa inafunguliwa sheria kwenye anga la tatu, anafungua kitabu kikubwa, anasema anasoma sheria. Je,